Na watu 4 wauawa katika maandamano nchini Kamerun. Habari kamili. Tokyo. Rais wa Marekani Donald Trump amewasili Japan hivi leo katika siku ya pili ya ziara yake barani Asia, ambapo hapo kesho anatarajiwa kukutana na waziri mkuu wa nchi hiyo Sanae Takaichi katika mkutano wenye lengo la kuimarisha uhusiano kati ya Marekani na Japan. Ziara ya Trump barani Asia imekuwa pia fursa ya kusaini mikataba kadhaa ya kibiashara kabla ya kuhudhuria pia siku ya Jumatano mkutano wa kilele wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Kiuchumi ya Nchi za Asia Pasifiki APEC katika mji wa Gyeongju nchini Korea Kusini. Trump atakamilisha ziara yake kwa kufanya mkutano wa kilele na rais wa China Xi Jinping siku ya Alhamisi huko Korea Kusini, ambapo viongozi hao wanalenga kutafuta suluhu ya miezi kadhaa ya vita vya kibiashara. Moscow. Rais wa Urusi Vladimir Putin ametangaza hapo jana kuwa nchi yake inatarajia kufanya jaribio la kombora la masafa lenye uwezo wa nyuklia la Burevestnik, hatua iliyokosolewa vikali na rais wa Marekani Donald Trump aliyemtaka Putin kumaliza vita. Sidhani kama ni busara kwa Putin kusema hayo. Anapaswa kumaliza vita ambavyo vingechukua wiki moja, sasa vinaelekea katika mwaka wake wa 4. Hilo ndilo anapaswa kufanya badala ya kujaribu makombora mapya. Hayo yakiarifiwa, Urusi imesema imefanikiwa kudungua droni 193 zilizorushwa na Ukraine, zikiwemo 34 zilizokuwa zimeulenga mji mkuu Moscow na 47 zikililenga jimbo la Bryansk ambako mtu mmoja ameripotiwa kuuawa na wengine 5 wakijeruhiwa. Yaounde. Mamia ya waandamanaji wa upinzani walifurika katika mikoa mbalimbali nchini Kamerun wakihimiza matokeo sahihi ya uchaguzi wa rais yanayotarajiwa kutangazwa rasmi hii leo na mahakama kuu. Watu 4 wameuawa katika makabiliano kati ya vikosi vya usalama na wafuasi wa kiongozi wa upinzani anayedai kushinda uchaguzi wa rais uliofanyika Oktoba 12. Isa Chiroma Bakari ambaye alipambana na Rais Paul Biya aliyetawala kwa miaka 43 aliwataka wafuasi wake kuandamana kwa amani usiku wa kuamkia tangazo hilo licha ya marufuku ya mikusanyiko ya umma. Chiroma anasema alishinda kwa 54.8% ya kura, lakini wachambuzi wengi wanatarajia kuwa Biya mwenye umri wa miaka 92 atajishindia muhula wa 8 madarakani katika uchaguzi ambao wakosoaji wanasema umeshuhudia wizi wa kura. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. Khartoum. Gavana wa jimbo la Darfur aliye upande wa jeshi la Sudan ametoa wito hii leo wa kuhakikisha ulinzi wa raia huko El Fasher baada ya wapiganaji wa kundi la RSF kudai hapo jana kuchukua udhibiti kamili wa mji huo unaokabiliwa na njaa. Minawi amewataka pia RSF kuhakikisha hatima ya raia waliokimbia makazi yao na kuhimiza kufanyike uchunguzi huru kuhusu ukiukwaji na mauaji yanayofanywa na wanamgambo hao ambao wanapambana na jeshi la Sudan tangu Aprili mwaka 2023. Umoja wa Mataifa umetoa pia wito wa kuanzishwa njia salama kwa raia waliokwama na wale wanaokimbia mji huo wa El Fasher, ambapo karibu watu 300,000, nusu yao wakiwa ni watoto, wamekwama bila ya msaada wa chakula na mahitaji mengine muhimu. Washington. Marekani imesema hivi leo kuwa shambulio la Jumamosi la Israel huko Gaza si ukiukwaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Hayo yameelezwa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio baada ya Israel kutangaza kuwa ilikuwa ikimlenga mpiganaji wa kundi la wanamgambo la Islamic Jihad ambaye alikuwa akipanga kushambulia vikosi vya Israel, madai ambayo yamekanushwa na kundi hilo. Hayo yakiarifiwa, Israel imesisitiza hapo jana kwamba itaendelea kusimamia usalama ndani ya Gaza na kwamba itaamua yenyewe ni wapi na lini itawashambulia maadui zake. Chini ya masharti ya kusitisha mapigano huko Gaza, vikosi vya Israel vitatakiwa kuondoka katika ukanda huo, huku kikosi cha kimataifa kinachotarajiwa kutoka nchi kadhaa za Kiarabu na Kiislamu kikitarajiwa kulinda usalama katika ukanda wa Gaza. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu
kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. DW Dunia Yetu leo mchana. Tume ya uchaguzi ya Zanzibar ZEC yasema maandalizi ya uchaguzi mkuu yamekamilika. Machafuko yazuka nchini Cameroon kati ya wafuasi wa upinzani na maafisa wa usalama. Upinzani wataka uwazi katika kujumuisha kura. Na kundi la RSF nchini Sudan latangaza kudhibiti mji wa El Fasher huko Sudan Magharibi. Naam, tutaelekea huko Zanzibar na kuangalia hali ilivyo kuelekea uchaguzi mkuu na pia kuangalia hali ilivyo huko Tanzania bara, lakini kwanza tuanzie huko Sudan. Kundi la wanamgambo wa RSF la Sudan limetangaza kuwa limechukua udhibiti kamili wa mji wa El Fasher ulio kwenye jimbo la magharibi mwa nchi hiyo la Darfur. Taarifa ya kundi hilo imetolewa Jumapili, saa kadhaa baada ya kutangaza kuwa linaidhibiti kambi kuu ya jeshi katika mji huo ambao liliuzingira tangu mwezi Mei mwaka 2024. Angela Mdungu na ripoti kamili. Taarifa iliyotolewa na kundi la RSF imesema limeutoa mji huo kutoka mikononi mwa mamluki na wanamgambo, likimaanisha jeshi la Sudan ambalo limekuwa likipambana nao tangu mwaka 2023. Mji huo mkubwa ndio wa mwisho ambao haukuwa mikononi mwa RSF huko magharibi mwa Darfur na umekuwa haufikiki kwa urahisi kutokana na mapigano makali. Taasisi inayohusika na kulinda afya na usalama wa watu walioathiriwa na mizozo ya chuo kikuu cha Yale HRL imethibitisha kupitia picha za satellite kuwa wanamgambo wa RSF walisonga mbele kwenye mji huo hadi katika kambi kubwa ya jeshi na mapigano makali yaliyotokea. Video zilizochapishwa Jumapili na wanamgambo hao zimewaonesha wapiganaji wakisherehekea kando kando ya bango lililoandikwa kikosi cha 6, wakati picha nyingi za video zilionyesha makundi ya watu wakishangilia sambamba na wapiganaji wa RSF. Wakati kukiwa na mapambano makali, shirika la kitabibu la Sudan Doctor Network limesema vikosi vya kundi hilo vimewaua makumi ya watu na kuharibu vituo vya afya jana Jumapili. Baada ya taarifa za kutwaliwa kwa mji wa El Fasher, gavana wa Darfur mwenye mafungamano na jeshi la Sudan Mini Minawi ametoa wito wa kuhakikishiwa ulinzi kwa raia muda mfupi baada ya wanamgambo kudai kuwa wameudhibiti mji huo. Amedai pia ufanyike uchunguzi huru kuhusu kiukwaji na mauaji ya kimbari yaliyofanywa kwa kificho na makundi ya wanamgambo ambao wamekuwa kwenye mapambano makali na jeshi tangu Aprili mwaka 2023. Katika hatua nyingine, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya kuhusu kuendelea kuchochewa kwa mapigano katika mji wa El Fasher na kuongeza kwamba hali inayoshuhudiwa Sudan haivumiliki. Nayo ofisi ya uratibu wa misaada ya kiutu ya Umoja wa Mataifa OCHA imeripoti kuwa maelfu ya watu wamekwama katika eneo lenye machafuko la El Fasher, huku wakikabiliwa na njaa bila huduma za afya, chakula na hawana usalama. Zaidi, mratibu wa ofisi hiyo ya Umoja wa Mataifa Tom Fletcher amesema ameshtushwa na kiwango kikubwa cha majeruhi na raia waliolazimika kuyahama makazi yao. Ametoa wito wa kusitishwa haraka kwa mapigano na kuruhusu njia salama ili watu wapate msaada. Ni ripoti yake Angela Mdungu. Tuelekee sasa huko visiwani Zanzibar. Tume ya uchaguzi Zanzibar ZEC imetangaza kukamilika kwa maandalizi ya uchaguzi mkuu ambapo kura ya mapema itafanyika kesho Jumanne kote visiwani Zanzibar na siku ya pili ya uchaguzi itakuwa Jumatano ya wiki hii. Kutoka Zanzibar, mwandishi wetu Salma Said ametuandalia taarifa ifuatayo. Akitoa taarifa kwa waangalizi wa uchaguzi mwaka huu, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Zanzibar ZEC amesema kura mapema ambayo inapingwa na chama cha ACT Wazalendo itafanyika mapema kama ilivyopangwa na itafuatiwa na upigaji kura wa jumla hapo Oktoba 29. Lengo kubwa la mkutano wa leo ni kuwapa taarifa ya utayari wetu kama tume ya uchaguzi ya Zanzibar ya uendeshaji wa uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Kwa ni taarifa ambayo yatoka matayarisho yetu baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020
uandikishaji ambao tumeufanya, lakini na matayarisho yote ya mfano kununua vifaa, kuajiri watendaji na matayarisho ya vituo vyote vya uchaguzi na nini ambacho tunakitarajia vile vile kutoka kwao kama waangalizi wa uchaguzi katika kuangalia uchaguzi huo na hata baadaye kuweza kutoa ripoti ya uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2025. Jaji Kazi amewatangaza waangalizi wa uchaguzi kufuatia sheria ya mwongozo ikiwemo kutoingilia kazi za ZEC, na hapa anawataja observers kutoka mataifa. Siwezi kuwapa nani za haraka, lakini tunao kutoka SADC, tunao kutoka ECF SADC, European Union, wale wengine wa makanda makuu na wengine ambao ipo list yake, lakini hao ni mmoja ambao ya uangalizi ambao tutakuwa nao. Vituo vya kura mapema vitafunguliwa saa 1 asubuhi na kufungwa saa 10 jioni, na matokeo ya urais yatatangazwa ndani ya saa 72. Zoezi la kusambaza karatasi za kura katika ofisi zetu za wilaya ndio litakuwa limekamilika, kwa sababu tulianza kupanda Pemba, baada ya kuzipeleka zishapelekwa katika vituo vyote vya ofisi zetu za wilaya, na leo kuanzia asubuhi tulikuwa na zoezi sasa la kusambaza karatasi za kura katika ofisi zetu za wilaya. Makundi ambayo yamepangwa kupiga kura ya kesho ni askari polisi na vikosi vya SMZ pamoja na watendaji wa tume ya uchaguzi ambao watasimamia uchaguzi huo. Salma Said, DW, Zanzibar. Tanzania, msikilizaji, inafanya uchaguzi wa 7 tangu kuanza kwa mfumo wa vyama vingi nchini humo mwaka 1995. Profesa Ibrahim Lipumba, ambaye kwa sasa ni mwenyekiti wa chama cha upinzani cha wananchi CUF, ameshiriki kuwania nafasi ya urais mara 5 kati ya hizo, ingawa mwaka huu chama chake kimemsimamisha mgombea mwingine, Gombo Samandito Gombo. Lipumba amezungumza na mwenzangu Sudi Mnete na hapa anatoa tathmini yake kwa uchaguzi huu akilinganisha na uchaguzi wa mwaka 2020. Kwa kweli uchaguzi huu tofauti kubwa labda inaweza kuwa na uchaguzi wa 2020. Uchaguzi wa 2020 katika chaguzi zote ambazo nilishiriki hakuna uchaguzi mbovu uliokuwa kama mwaka 2020. Maana mwaka 2020 mimi mwenyewe nimekuwa na kupiga kura kwenye kituo changu, nikakuta wakala hajaruhusiwa kuingia na watu wachache, naenda kupiga kura nakuta sanduku la kura tayari limeshajaa na wapiga kura hawapo na mawakala hawapo. Kwa hiyo na nimepita nchi nzima. Kuna nakumbuka jimbo moja ambalo nilipita la Kisesa ambako tulikuwa na chama na nilikuwa na mgombea pale, lakini pia mwenyekiti wangu wa wilaya alikuwa pale na nilifanya kampeni, nikachinjiwa mbuzi, lakini matangazo yalipotolewa ya uchaguzi wa rais nikaambiwa nimepata kura 0 kwenye jimbo zima la Kisesa, kwamba hata mwenyekiti wangu hakuweza kunipigia. Kwa hiyo uchaguzi wa 2020 ulikuwa mbovu sana. Huu tunategemea kwamba tungeweza kufanya mabadiliko, tukapata tume huru imefanya mabadiliko ya sheria, lakini bado katiba haikubadilishwa. Kwa hiyo huwezi ukawa na tume huru kwa mfumo wa katiba uliopo hivi sasa, ambapo rais ndio anaichagua wajumbe wa tume. Kwa hiyo wajumbe wote wa tume wamechaguliwa na rais bila ushauri wa mtu yeyote. Lakini huu ni unafuu ukilinganisha na mwaka 2020. Unafuu watu unakujaje? Mwaka 2020 hatukupewa daftari la wapiga kura. Lakini mwaka huu tumepewa daftari la wapiga kura la nchi nzima kabla ya hata kufanya uteuzi wa wagombea. Hata kabla ya uteuzi wa wagombea haujaanza tumeshapewa daftari. 2020 hatukupewa daftari la wapiga kura. Hatukuweza kujua tuna wapiga kura wangapi, vituo vikoje. Safari hii tunalo daftari. Katika sehemu hiyo ni sehemu bora. Safari hii pia kwa kiasi fulani wagombea wa urais wamepewa gari ya kuzunguka nchi nzima na tume, na wamepewa pia na driver pamoja na mlinzi. Kwa hiyo pana afadhali hapo, lakini wagombea ubunge, udiwani hawana msaada wowote. Lakini pia
kirasilimali kwa sababu ya matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2020. Sisi mathalan tulikuwa tunapata ruzuku ya shilingi 120 kila mwezi, milioni 120. Baada ya uchaguzi wa 2020 ruzuku yetu ikaanguka mpaka ikafikia milioni 8. Hii inatokana na kutokuwa na uwakilishi bungeni, kutokuwa na uwakilishi kidogo, lakini kutokuwa na kura nyingi za wabunge kwa sababu ya uchaguzi ulivyokuwa mbovu wa mwaka 2020. Sio kwamba hatukupata kura, lakini zile kura tulizopigiwa hazikuonekana kwenye matokeo yake ruzuku yetu ikawa imeanguka sana. Profesa Ibrahim Lipumba, mwenyekiti wa chama cha wananchi CUF, kama alivyozungumza na mwenzangu Sudi Mnete. DW tunavuma kwa kishindo. Tuelekee sasa huko nchini Cameroon ambako wakati nchi hiyo ikisubiri matokeo rasmi ya uchaguzi wa urais, mvutano na machafuko yamezuka katika miji kadhaa kufuatia makabiliano kati ya maafisa wa usalama na wafuasi wa upinzani wanaodai uwazi katika mchakato wa kujumuisha kura. Kwa mujibu wa maafisa wa serikali, watu wasiopungua 4 wameuawa na zaidi ya 100 wamekamatwa katika kile kinachoelezwa kuwa kipindi cha hatari zaidi tangu kufanyika kwa uchaguzi huo Oktoba 12. Thelma Mwazaya na taarifa zaidi. Mamlaka zinasema maandamano yalizuka Jumapili baada ya mgombea wa upinzani Issa Chiroma Bakare aliyejitangazia ushindi wa 54.8% ya kura kuwataka wafuasi wake kuandamana kwa amani licha ya marufuku ya mikusanyiko ya umma. Hata hivyo, wachambuzi wengi wanatarajia Rais Paul Biya mwenye umri wa miaka 92 kuibuka tena mshindi, hatua itakayorefusha zaidi utawala wake wa zaidi ya miaka 40 madarakani. Katika jiji kubwa zaidi la Douala, gavana wa mkoa Littoral Samuel Dieudonné Ivaha Dibua alithibitisha kuwa waandamanaji walivamia kituo cha walinzi wa usalama na vituo vya polisi, hali iliyosababisha vikosi vya usalama kuchukua hatua. Kwa bahati mbaya, watu 4 wamepoteza maisha, alisema, akiongeza kuwa maafisa kadhaa wa usalama pia wamejeruhiwa. Video zilizosambaa mitandaoni zilionyesha polisi wakirusha mabomu ya machozi na risasi za moto kuwatawanya waandamanaji waliokuwa wameziba barabara na kuchoma moto matairi. Mashuhuda waliiambia AFP kwamba risasi zilianza baada ya mabomu ya machozi na miili 3 ikaanguka karibu na kituo cha walinzi wa usalama. Mwanaharakati wa mtandaoni Branson Maimo, akizungumza kutoka Douala, alielezea mitandao ya kijamii kama jukwaa muhimu la kujieleza katika taifa ambako kutoa maoni ya upinzani hadharani kunaweza kuleta hatari. Now social media is more popular than... Sasa hivi mitandao ya kijamii imekuwa maarufu zaidi kuliko ilivyokuwa awali. Naona inazidi kukua mwaka hadi mwaka. Kwa hiyo tunaanza kupata sauti yetu. Tunajipata na ujasiri wa kuelewa kwamba ni jukumu letu kufanya jambo kuhusu hali hii. Kwa sababu hii ni nchi yetu na siasa zinamgusa kila mtu. Iwe wewe ni daktari, fundi mabomba, mwendesha bodaboda, mjasiriamali kama mimi, mkulima au kazi yoyote. Maisha yetu kimsingi yanaamliwa na siasa. Hivyo basi tusipowajibisha viongozi wetu ni sawa na kuacha wengine watupangie maisha yetu ya baadaye, na hilo ni jambo la hatari sana. Kundi la ufuatiliaji wa mitandao NetBlocks liliripoti usumbufu mkubwa wa mtandao wa interneti, hali inayoweza kuwa imepunguza upatikanaji wa taarifa kutokea eneo la tukio. Baraza la Katiba linatarajiwa kutangaza matokeo rasmi ya uchaguzi leo huko Yaounde. Namuona tayari Tatu Karema anafungua mlango, anaingia upande wa pili wa studio, na tutamsikia muda mfupi kutoka sasa akitufahamisha yale ambayo anavuma kwenye mitandao ya kijamii. Na namuona leo amefunga kilemba. Haya, tuangalie siasa za Mashariki ya Kati kwanza. Israel imesisitiza jana kwamba itaendelea kusimamia usalama wa ndani ya Gaza licha ya kusaini makubaliano yaliyosimamiwa na Marekani na usitishaji vita ambayo yataruhusu upelekwaji wa kikosi cha kimataifa cha usalama. Silvia Mwehozi ameandaa taarifa hii.
Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema hapo jana kwamba Israel itaamua yenyewe wapi na lini watawashambulia maadui zake na ni nchi zipi zitaruhusiwa kutuma wanajeshi kulinda makubaliano ya kusitisha mapigano. Alikuwa akizungumza wakati wa kikao cha baraza lake la mawaziri jana Jumapili. Tunaendesha usalama wetu wenyewe na tutaamua wenyewe ikiwa na vikosi gani vya kimataifa vinaruhusiwa Gaza. Hatua zozote zinazohusiana zitakubaliwa kwa vigezo vyetu, jambo linalothibitishwa pia na Marekani. Israeli ni taifa huru. Tutajilinda wenyewe na kudhibiti hatima yetu. Chini ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Marekani, huku vikosi vya Israel vikiondoka baada ya kumalizika kwa miaka miwili ya mapigano makali dhidi ya Hamas, kikosi cha kimataifa kinachotarajiwa kujumuisha nchi nyingi za Kiarabu au Kiislamu kinatarajiwa kulinda usalama wa Gaza. Hata hivyo, Israel inapinga jukumu lolote la mpinzani wake wa kikanda Uturuki, huku Netanyahu chini ya upinzani mkali kutoka kwa wanasiasa wenye msimamo mkali katika serikali yake ya muungano ambao walikubali hata kusitisha mapigano. Alichukua msimamo mkali hapo jana wakati mawaziri wa serikali yake walipokutana Jerusalem. Israel imeondoa vikosi vyake ndani ya Gaza hadi kwenye kile kinachoitwa mstari wa njano kwa ajili ya makubaliano ya usitishaji vita, lakini inasalia kudhibiti zaidi ya nusu ya eneo hilo, ikiidhinisha kila msafara wa misaada wa Umoja wa Mataifa unaopita mipaka yake, na imefanya angalau mashambulizi mawili tangu kusitisha mapigano. Wakati huo huo, picha za shirika la habari la AFP zilionyesha msafara wa Misri huko Gaza ukipeleka waokoaji na mashine nzito kwa ajili ya kuharakisha utafutaji wa mabaki ya mateka wa Israel ambao Hamas inasema wamefukiwa chini ya vifusi vya eneo hilo la Wapalestina lililoharibiwa. Mashirika ya misaada yanalalamika kwamba misafara ya kibinadamu bado haina njia ya kutosha ya kufika Gaza ili kupunguza hali ya njaa katika sehemu za eneo hilo, na familia bado zimebanwa na njaa. Kundi la Hamas limesisitiza kuwa lina nia ya dhati ya kurejesha meli 13 iliyobaki ya mateka, ambapo limepanua zoezi la utafutaji wa meli hiyo jana Jumapili katika maeneo mapya ya ukanda wa Gaza. Meli hiyo inajumuisha Waisraeli 10 waliotekwa nyara wakati wa shambulio la Oktoba 7 mwaka 2023 lililosababisha vita, Mwisraeli mmoja aliyetoweka tangu 2014, raia mmoja wa Thailand na mfanyakazi mmoja Mtanzania. Hamas tayari imewarejesha mateka 20 waliobaki walio hai na miili 15 ya mateka. Tatu karibu. Zeki asema kampeni zimekamilika, maandalizi yako